Hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka SQF TV, ikiwa leo ni siku ya Disemba 15 mwaka 2025. Mimi ni Boniface Allen. Tunaanzia pale Tanga. Rais wa Tanzania na Amri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan leo Disemba 15 amekutana na viongozi wakuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ katika kikao cha ndani kilichofanyika katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga jijini Tanga. Rais Samia amezungumza na wakuu wa kamandi, wakuu wa matawi na makamanda wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ kabla ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi na makamanda. Na tuelekee katika taarifa nyingine. Wakili Hekima Mwasipu amesema mteja wake Geoffrey Mwambe ameachiwa huru kwa dhamana na jeshi la polisi hapo jana Disemba 14 mwaka 2025. Mwambe ambaye aliwahi kuwa waziri wa viwanda na biashara anatuhumiwa kwa makosa mawili ya jinai, ikiwemo kutuhumiwa kumtishia kumuua kamanda mkuu wa polisi ambaye hata hivyo hajatajwa jina lake, na tuhuma za kiuchochezi za kimtandao. Kudhaminiwa kwa mujibu wa sheria. Tulifungua maombi hayo ambayo yalipangwa mbele ya Mheshimiwa Gwantwa Mwankuga hapa mahakama ya mkazi Kisutu, na maombi hayo leo yalikuwa yanakuja kwa ajili ya kusikilizwa. Lakini kwa bahati nzuri siku ya jana tarehe 14 mida ya saa 3 asubuhi mteja wangu alipata dhamana ya jeshi la polisi. Kwa hiyo alidhaminiwa na jeshi la polisi jana kituo ofisi ya ZCO, na tuhuma kubwa ambazo anatuhumiwa nazo ni mbili. Tuhuma ya kwanza ni njama za kutaka kumuua mkuu wa polisi. Sasa haijulikani mkuu wa polisi ni nani, kwa alihojiwa kwa tuhuma hizo. Tuhuma za pili ni tuhuma za uchochezi za kimtandao. Tuhuma za uchochezi za kimtandao. Kwa amehojiwa kwa tuhuma hizo na jana amedhaminiwa. Kwa hiyo maombi haya leo mahakamani yalikuwa hayana tena nguvu ya kisheria, sababu lengo la maombi haya ilikuwa ni kuadhimisha jeshi la polisi wampe dhamana. Kwa tumeondoa maombi haya na mteja yuko huru mpaka hivi. Kwa taratibu maana yake za tuhuma zake kwa mujibu wa polisi wameeleza nini? Sasa tulienda leo kuripoti saa 3 asubuhi ofisi ya ZCO, tukaongea naye na amesema hivi, upelelezi bado unaendelea. Sababu tuhuma ni nzito, upelelezi bado unaendelea, na amempa siku 7 kuripoti hapo ofisi ya ZCO. Kwa maana Jumanne anatakiwa kuripoti ofisi ya ZCO mpaka hapo upelelezi ambapo utakamilika. Kama wataona kuna kesi ya msingi watamleta mahakamani, na kama kutakuwa kuna kesi ya msingi basi ataendelea kwa huru kwa mujibu wa sheria. Wamefafanua pengine hiyo tuhuma ya kumuua mkuu wa hawajafafanua, na kwa sababu wanapeleleza. Kwa mujibu wa maelezo yao kwamba wanapeleleza huyo mkuu wa polisi ambaye Geoffrey Mwambe alikuwa anataka kumuua ni nani, hawajui na wenyewe, kwa wanapeleleza, na ndio maana wanasema upelelezi unaendelea. Kwa hiyo siku upelelezi ukikamilika na wakijua ni nani ambaye alikuwa anataka kuuawa na uchochezi upi wa kimtandao, then wataleta kesi mahakamani. Na tuelekee pale Bukoba ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameshiriki mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa utatu wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama SADC Organ Troika uliofanyika kwa njia ya mtandao akiwa Bukoba mkoani Kagera leo tarehe 15 Disemba mwaka 2025. Mkutano huo umejadili hatua zinazoendelea kuchukuliwa na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC katika kurejesha amani na usalama katika Jamhuri ya Madagascar. Mkutano huo pia umehudhuriwa na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Dr. Ngwaru Maghembe. Na tuelekee katika taarifa nyingine. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imemtaka mkandarasi anayejenga majengo ya kufundishia pamoja na mabweni ya wanafunzi wa Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT kampasi ya Mwanza kuhakikisha ifikapo Mei 2026 ujenzi huo uwe umekamilika. Naibu Waziri wa Wizara ya Elimu Wanu Hafidh Amir
ametoa kauli hiyo mara baada ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa majengo hayo na kubaini mkandarasi wa kampuni ya Confix and Engineering Limited anafanya uzembe wa kukamilisha ujenzi huo, hali inayopelekea kuwakwamisha wahitaji kutopata huduma kwa wakati. Nimeona time extension ya mwisho ni Mei 2026 na Februari 2026. Sasa hii ikifika hatutaki tena kukabidhiwa vipande partials. Wao umeona speed ya watoto na ari ya watoto wanapotaka kujifunza hizi kazi za ufundi stadi na mambo mengine skills. Lakini tumekuwa kama sisi tunakimbia, wewe unatuvuta nyuma. Kwa sababu tu kuna baadhi ya kazi hazijakamilika. Tukuombe utukamilishie itakapofika Februari na Mei, kazi hii iwe umeikabidhi kama tulivyokubaliana. Kwa hiyo hapa ninachoweza kukuahidi hapa mbele yako kwa niaba ya mkuu wa wilaya Ilemela, sisi hapa tukikutana tutamwelekeza mtendaji huyu waandae mpango kazi. Sasa hivi tuko mwezi Disemba, ifikapo mwezi wa pili mpango kazi wa utekelezaji wa mambo yanayotakiwa tekelezwe ndani ya mwezi uliobakia mmoja. Kwa hizi kazi ambazo hazijafanyika, tutaandaa tena mpango kazi wa kutekeleza kazi ambazo hazijafanyika kuanzia sasa mpaka hiyo tarehe ya Mei ambayo tunatakiwa tufanye ukabidhi wa mradi. Kwa hiyo kila kikao cha kamati ya usalama, Mheshimiwa Naibu Waziri, kama ambavyo tumefanya kwenye miradi mingine, na kwa kweli hatuko tayari kuona tunarudi nyuma. Mheshimiwa Rais ameshatimiza wajibu wake, kisha tutafutia fedha kazileta hapa. Naomba nikuthibitishie nikiwa mkuu wa wilaya ya Ilemela ambaye namwakilisha mkuu wa wilaya ambaye na yeye tuko pamoja na mkuu wetu wa mkoa yuko hapa mwakilishi wake. Ajenda tuwe kitakuwa ni ajenda ya kudumu kwenye kila kikao. Na tuhitimishe. Naibu Waziri wa Nishati Mheshimiwa Salome Makamba amesema serikali iko mbioni kusambaza huduma ya umeme katika vitongoji 14 katika vijiji vya wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, kati ya vitongoji zaidi ya 1019 nchini vilivyopangwa kwa ajili ya kusambaziwa umeme katika maeneo yao hadi ifikapo mwaka 2030. Amesema hayo katika kata ya Ndometi wakati wa shughuli za kampeni inayoendelea katika jimbo la Siha mkoani humo, ambapo amewatoa hofu wananchi wa maeneo hayo kuwa changamoto ya umeme itakwenda kuisha kabisa katika wilaya hiyo. Vitongoji ambavyo Molel anaingia madarakani alivikuta havina umeme ni zaidi ya vitongoji 100 na kitu. Leo tunazungumza hapa Siha, jimbo zima, Molel amebakiza vitongoji 14 tu. Ndio mbunge pekee ambaye ana vitongoji vichache ambavyo vina umeme Tanzania nzima. Mpigeni makofi. Mheshimiwa Diwani, kaka yangu Kiazi, unaomba nguzo hizo ni chache mno kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Hizo ni chache mno. Tunahitaji abiria mmoja. Mama Samia anasema mpaka kufika 2030 atahakikisha vitongoji 1000. Wewe unaongelea kitongoji chako kimoja kakangu. Yaani hilo dogo mno. Wewe tuletee Molel, usilale usiku, uhakikisha unawaamsha watu hawa tarehe 30 wakapige kura. Mimi niko hapa, lakini niko pamoja na timu yangu yote. Niwahakikishie vitongoji 14 ambavyo vimebaki havina umeme, hatutalala usiku na mchana kuhakikisha vinapata umeme wa uhakika. Hakuna kijiji hata kimoja hapa kwenu hakina umeme. Lakini kama hilo halitoshi, niwahakikishie jimbo la Siha ni miongoni mwa majimbo ambayo mpaka 2030 atakuwa inaongoza kwa kupata maendeleo. Leo toka dunia iumbwe hapa Ndume tulikuwa na eka 200 hapa, hakuna aliyewahi kujenga shule. Uongo kweli? Uongo kweli? Lakini leo Dr. Samia huyu, leo Ndume huyu hapa kijiji cha Roslyn, hapa kijiji cha Roslyn, porini kabisa kwenye kona ameleta sekondari ya bilioni 7, sema bilioni 7.3. Na tayari bilioni 1.6 imeingia. Bilioni 7.
Alafu mtu anasema hakuna kazi iliyofanyika. Hebu punga namna hii kama mnanielewa. Punga namna hii kama mnanielewa. Naenda kumaliza katibu wa chama. Naenda kumaliza mheshimiwa waziri. Dr. Samia amesema Tanzania nzima, Tanzania ijengwe shule 5 za majaribio. Sema shule 5 za majaribio. 5 za majaribio, ijengwe shule 5 za majaribio, walimu wa sekondari kufundisha watoto wa msingi kuanzia la kwanza mpaka la 6 ya majaribio. Na hiyo shule ya msingi ijengwe ndani ya sekondari, ile wale walimu wa sekondari wanafundisha sekondari na wanafundisha msingi katika shule 5 kwa Tanzania nzima. Kijiji kata yenu ya Ndumet imepata hiyo shule na imeanza kujengwa, sasa hivi wanapiga bati hapo. Na huo ndio mwisho wa habari kutoka SQF TV. Ulikuwa nami Boniface Allen, nikwambie tu endelea kuwa nasi, lakini nakukumbusha tu mbio za SQF Marathon msimu wa 7 zitafanyika pale visiwani Zanzibar. Hakikisha unajisajili kwa gharama ya shilingi 35,000 tu. Madawati yetu ya kujisajili yanapatikana pale Forodhani Zanzibar, Michenzani Mall pale Zanzibar, lakini pia katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Mbio hizi zitafanyika tarehe 21 mwezi Disemba, huko mgeni rasmi akiwa ni Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Hakikisha unajisajili, tuwe pamoja katika mbio hizo.